Leo ni kutarajia kiama cha mabao. Yaani haiishi mpaka iishi. Wasitarajia ile akina Jwaneng Galaxy wanakuja kufanya comeback hapa, wana level scoreboard. Alafu wanaenda wao Champions League makundi, sisi tunadondokea shirikisho. Miaka hii kulisiti hakuna. Kwa hiyo ninachokiamini mimi, leo iwe mvua, iwe jua, iwe kiangazi, iwe masika, leo afile Mungu, asigale Mungu. Leo kitaeleweka tu. Shosho tu. Yaani hakuna huruma. Usingizini tumemwamsha akiwa kwao. Hapa tumuamshi kule kawekwa nini kile? Kipuli hao na wenyewe wanaita heleni. Kule kavishwa heleni, hapa ndo anavishwa ile silver. Cheni. Hapa anavishwa cheni hapa. Sababu kama master matatu kule kaonesha heleni tu. Mtu kala chuma tatu anashindwa kucheka, anasema bado. Sasa tatu si hatujaziona, leo tunataka tuzione tatu. Tunazionaje bila mtu kula kuanzia goli 6? Hapa ule goli 6 mpaka 7 ndo tatu tutaziona. Kwa hiyo naamini leo pia tatu itaonekana. Imani hiyo ya goli 6 kuendelea unaitoa. Sasa wewe mechi ya kwanza tu mtu kapigwa goli 3 away. Sawa? Na akasema hajalizika. Sasa mechi hii unafikiri nategemea nini kitatokea? Hapa kutakuwa na kiama cha mabao. Jana wamemaliza kifagia uwanja yao. Naamini leo watakuwa wamelala majalalani, wamelala makaburini ili Simba atolewe. Simba atolewi. Simba anafuzu kibabe. Hao wote wamefuzu Mungu monye. Singida yenyewe chupu chupu. Jana wao niwaambie Azam, niwaambie Singida manake ni walia. Wanaandaa kupelekwa jandoni, wanyoe vipala. Wasubiri kwenda kunyolewa na ngariba, wanyoe vipala mapema ili waende watu kule waende kwa shenyeti. Siwaoni kwamba hawa watatusupport kimataifa. Kwa mpira ambao wamecheza niliowaona. Singida wana professional player kibao, wana kocha ambaye anayajua mashindano ambaye alipeleka nyuma mwiko robo finali na akaja kaipeleka makundi akatimuliwa, lakini nimemwona jana katika mara nyingine kaipeleka Singida makundi, lakini kaipeleka makundi kwa wachezaji mmoja mmoja, sio kwa uchezaji wa kitimu, kwa sababu wanaonekana wala Burundi walikuwa bora sana, sema tu kwa sababu wako away, mambo mengi na mazingira yamewafeva, wameshindwa kupata matokeo, lakini walikuwa angekuwa nyumbani kwao wamecheza hivi, maana wangemaliza mechi kule kule. Kwa hiyo hata nyuma mwiko pia jana mashabiki wao wameingizwa bure na viongozi, lakini jana muamuzi pia kafanya tukio lingine. Je, tukio linavyokwenda ndio kwa hivyo hivyo. Sawa? Wameingizwa bure uwanjani, lakini na muamuzi naye kawaingiza makundi. Sio uwezo wao. Jana wameingizwa makundi. Sasa huko walikoingizwa wataenda kushenyetwa. Bora hata wangetoka hapa. Wangelia, wangemaliza, siji Dube kikanywa dongo si nini. Sasa jana kacheza Dube peke yake. Yaani wao wote wanampigia kelele Dube. Bado muda wake wataenda kumpigia kelele huyo. Aliwaambia target yao makundi. Sikashangia makundi na kafly jana katangaza kocha hapa jana. Saa 6 usiku leo tuna kocha wa kimataifa. Kocha kutoka Ulaya anacheza ligi gani? Huyo kocha. Kafundisha timu gani Ulaya jamani? Yeye anataka sifa za kijinga. Hasa bado zamu yake kufukuzwa. Engineers jana yenyewe maana kile kama mwamuzi angekubali lile goli likae. Sasa hizi kila sehemu tuubai. Kila sehemu sasa tuubai. Tungekuwa hapa leo tusingekuja, tungekuwa tunazika. Mimi nakwambia ukweli. Hao hawapendi kufungwa. Hivi kutolewa na timu kutoka Malawi watu 200,000 unategemea nini? Lakini hivyo jana walikuwa tayari washatolewa. Ngoma ilikuwa 2-1. Ndio matokeo yalikuwa jana. Lakini moja refa kati ya mfukoni kawaingiza makundi. Sasa huku makundi majibu atayapata. Kwa kitimu kile mchezaji Pakome tu. Yaani ndio anaonekana uwanjani muda wote. Pakome peke yake. Hakuna Boyeli, hakuna Ekua, hakuna Nouma. Sijui yule mwingine ndio mcheza Singeli yuko jukwani kule. Amekaa na mic yake jukwani. Haujamuona? Kila mechi sasa hivi anakaa jukwani. Ndio mchezaji wa kwanza kutambulishwa kwa mbwembwe. Wamemwibia Simba. Yule ndio mmemwibia Simba anakaa jukwani. Ameyakanyaga wa jamaa msimu. Yaani katika msimu ambaye nyuma mwiko atashenyetwa huu. Sababu angetoka hapa kidogo lawama zingekuwa ndogo, ungebaki kwenye ligi. Lakini umejikanyaga umeenda kuingizwa makundi. Kule makundi walikoingizwa yale sio makundi ya vikoba. Sawa? Sio makundi ya kausha damu. Yale makundi ya Champions League kule watashenyetwa mpaka wataona dunia ngumu hii. Kule watatoboa wapi wale? Msimu uliopita wameshia hatua hii, wamefungwa goli 6, wamefunga goli 5. Sasa msimu hawafungi hata goli 2. Watashenyetwa wao. Itarudi mwaka 98. Tuliwazimu wachezaji 3 wakashenyetwa wakapata pointi 1. Walipigwa goli 6 na Ismailia. Sasa mwaka sio 6. Watu watajipigia mpaka 10 mwaka huu. Yaani timu tatuzalilisha hii. Nyuma mwiko watatuzalilisha, Singida na Azam wote watatuzalilisha. Sababu hao wapya. Kwanza wakanyolewe kwanza kule. Kwani mwenzao na Mungu alivyoingia makundi kambulia pointi ngapi? Si moja tu. Na wao wajiandae. Hao Singida wanasherehekea kuingia na hao wanaosherehekea Azam kuingia kuwapiga watoto wa shangazi yao kule Zanzibar. Basi wajiandae kwa makini kwenda kunyolewa. Ndio wamefika na tunyolewa. Nandi Junior. Yeah. Mpaka sasa hivi tukiangalia kwenye trendi ya timu ambazo zimefuzu kwenda hatua ya kwenye makundi, inaonesha ni wazi mtani wenu yeye ndo kibonde. Wewe ndo kweli kaingizwa. Mashabiki wameingizwa bure, wamejaa lakini wamekaa kama samaki kwenye maji, likipigwa jiwe tu wameganda kwenye magogo au kwenye mapango. Kimya, shangilieni basi. Je, ule uchizi funga jana angekuwa kabu na watu 3
ingekuwaje? Lile goli lile lilowekwa, sababu goli kali sana katika magoli makali, ndio goli kali lilofungwa jana. Goli la kisigino ujue lile. Ngoma kule kipa kaikosa, imetua, mtu kaigonga kwa kisigino kamba. Eti Kibendera yuko chini katulia, eti wakati anakataa. Yaani ungekuwa mimi yule ningempasua, singemaliza mechi. Yule singemaliza mechi. Unakataje goli halali wewe? Goli lile ni shida gani ile? Goli linafungwa kama Ulaya, wewe unakataje goli kama lile? Kwa tuombe kafu ikiwezekana, VAR ianzie kwenye hatua ya mchujo. Kuna watu wanaonewa huku. Wao wangekuwa wao saizi washaandika barua kwenda kasi. Kama walivyoandika kwa Mamelodi mpira ujengea nyavuni, wameandika barua kwenda kasi. Wao wangekubali? Watolewe goli halali wangekubali? Wangeandika barua wale kwenda kasi. Leo hii unasikia wako kasi, wanaenda kudai goli lao. Lakini kwa sababu wamefeva wao, wameingizwa. Sasa huku kuingizwa wameingizwa pabaya. Huku kuingizwa wameingizwa pabaya. Watashenyetwa home and away hawa. Huwezi kumtegemea Pacome ukacheza na Space de Tunis. Piramidi wakutane nao hawa. Hasa wanapigwa goli 12 nje ndani hapo. Yule Mayele anaendelea kutikisa hapa atatetemeka hapa. Ataugua tena degedege hapa. Na mimi ndo naomba dua kwenye poti yao pap wadondoka kukutana na Piramidi. Wewe umtaki? Na nani na nyuma mwiko? Basi wamchuje wampeleke kule poti 3 kule. Au poti 4 kule akakutana na Piramidi. Unamwekaje poti moja na sisi huyu? Mtoe mpeleke huko akakutane nao mwamba. Kuna Pepindi hapa alimpeleka Mwanza kule. Oh, mimi hapa siwezi kutailiwa hapa, kuna msitu Dar es Salaam, kampeleka Mwanza kule. Kashanyetwa chuma 2-1 kule Mwanza. Kwa hiyo nataka arudie tena. Pale alikotonesha akarudie tena kwenye kidonda hapo. Mimi namuona nyuma mwiko hawezi kutoboa. Kama Wasiliva hawa kutoka Malawi, wavuvi, chupu hapa wavuvi. Kwa sababu ya muamuzi. Kwenye makundi wanatoboa hawa. Kila siku wanajifanya wanabadilisha makocha. Mumwacha Foili Malawi. Lakini Mabedi hapa jana naye alikuwa chupu aondoke hapa Mabedi. Ambaye ni vitanda Kiswahili alikuwa anaondokea hapa. Jana wametambulisha kocha mwingine, wanasema kocha wa Ulaya. Huyu kocha wa Ulaya amalizi mechi 3 za makundi, tuzeni maneno yangu. Huyu kocha kutoka si Ureno, si Tunisia, si Ufaransa, amalizi mechi 3 za makundi. Nandi Junior. Uingiaji wa kocha mpya imeonekana ni wazi. Yanga mtani wenu amekuja na kocha wake msaidizi. Tuseme Mabedi ndo safari yake imeishia pale. Mabedi yupo, huyu aliyokuja kutoka Ulaya lazima alalie Mabedi ya Tanzania. Atalalia ya Mabedi akionekana anakurudi yeye na Mabedi yake yote anaondolewa. Kaja na kocha wake msaidizi lakini. Kaja na msaidizi wake. Kweli? Watakuwa wote pale kwenye benchi. Hakuna ubaya. Watakaa wote, hawezi kaajiriwa juzi leo aache, sio kweli. Watakuwa wote hapo, watasaidiana. Yeye vitanda vimekuja watu walalie. Na atalaliwa tu. Yeye asubiri vikiwa na kunguni na yeye anasafirishwa. Pale abaki mtu. Msimu uliopita makocha 4 wameondolewa kama mabingwa. Hata mwaka watabadilisha makocha 10. Hakuna ubingwa, hakuna kwenda robo finali. Hatua aliyotangaza bosi wao kwenye mkutano mkuu kwamba ni makundi. Ndio hapo. Hakuna kwenda kokote. Sio mashabiki wanawasikia sisi tunaenda nusu finali. Nusu finali anakupa nani? Toka uzaliwe wewe nusu finali. Wewe nusu finali umeiona wapi? Kashai kushuhudia draw ya nusu finali. Toka azaliwe. Kaiona wapi? Yeye anaisha draw yake ya makundi, draw ya robo finali, ndio hiyo ambaye kaionja baada ya Simba kuonyesha njia. Ndio yeye anaionja sasa hivi. Lakini alikuwa ionji. Sasa tumwambie msimu huu target yao ni makundi na makundi yenyewe ya vikoba. Yes, nani tumalize labda kwa kumalizia tu shauku yenu leo ni ipi tuliona mpira tatu kwa mara ya kwanza ndani ya mechi. Leo mimi nataka nikaone tatu sijaiona, niliona kama mazoezini kule na sijai kwenda. Kule Swatini nimeona kepuli tu hapo. Sijaona tatu. Na mimi leo hapa tatu naweza nikaiona. Ikipigwa goli la 6 lazima nishangilie, hiyo tatu lazima nitaiona tu. La 6. Tatu lazima niione hapo. Goli 3 ile shangilii, goli 4 shangilii wala 5, kachasema. Bado hajalizika. Sasa hajalizika unataka goli ngapi? Kwa siri za ndani walivyotuambia anaanza kuanzia 6. Zikifika 6 kama leo namba ilivyo, kama mwaka wetu tunauona Simba Sports unaona hivi 1936. Maana leo ni namba 6, jana ni namba ambayo haigawanyiki, jana tasa. Na kweli jana kugawanyika ilikuwa 2-1, ile wamegawa kibishi. Imelazimishwa kugawa jana, lakini ya kugawanyika. Leo unavyoiona inagawanyika kwa 2, hii inagawanyika kwa 3. Maana yake huyu mwesama tatu, huwezi kuiona tatu bila kuiona namba 6. Ukiona namba 9, namba 6 tatu tunaiona. Kwa mimi nikiona goli la 6, najua lazima avue kile kisweta chake tunaona tatu. Bana, nikushukuru sana. Asante sana.